Hivi kwa nini unashindwa kumsifu Mungu? Hivi kwa mfano kama tumetoka kwenye sikukuu hapa, mwaka mpya, tulikuwa tuna Christmas. Hivi wewe ungekuwa mbuzi, Bwana Yesu asifiwe, ungeweza kuiona kweli hata mwaka mpya? Ile Christmas unafikiri ungekuwa kwenye hali gani? Bwana Yesu asifiwe. Lakini kwa maana mimi sio mbuzi, mimi sio kuku, sio bata, wala sio nguruwe, sikuweza kuchinjwa. Bwana Yesu asifiwe. Niko hai mpaka sasa hivi, na ndio maana ninasimama na kuweza kumsifu Bwana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya, tunaendelea. Kitu kikubwa ninachotaka tuongelee ni kusifu, lakini kwamba kusifu kunapasa unyofu wa moyo, lakini tunaposifu tunamfanya Mungu aweze kukaa katikati yetu. Na tumeona kwamba Mungu anaketi katikati ya sifa za Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kusema hivyo ni maana pia kwamba tunapokuwa tunasifu tunamjengea Mungu kiti cha sifa au kiti cha enzi. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokusanyika mahali hapa na kwenda kuanza kusifu, tunatengeneza kiti cha sifa ambapo Mungu tunampa nafasi ya yeye kushuka na kuweza kukaa. Bwana Yesu asifiwe. Maana anaketi katikati ya sifa. Kwenye maombi wako malaika ambao wanatumwa, wako tuseme kwamba kuna nguvu ambayo inakuwa inatembea, lakini tunapoingia kwenye sifa na kuabudu, Mungu hushuka yeye mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu hushuka mwenyewe na kuanza kutuhudumia. Mungu hushuka mwenyewe na kuanza kusema na sisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapokuwa tunasifu, huwa tunajifunza kwamba katika uumbaji Mungu akaumba vitu vingi sana, lakini pia akaumba mbingu, akaumba malaika wa kumsifu, kuna wengine wakamsaliti. Bwana Yesu asifiwe. Ambaye ni ibilisi wa sasa hivi ambaye tunamsikia, lakini sifa huko mbinguni bado zinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Sifa huko mbinguni bado zinaendelea na hazijawahi kukoma wala hazitakaa zikome, maana zitaendelea enzi na enzi, milele na milele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa kusema hivyo nataka tuende kwenye Mathayo 6 mstari wa 10. Tunatakiwa tusifu kwa namna gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Tunatakiwa tusifu kwa namna gani? Mathayo 6:10. Hii ni sala ya Bwana, sala ya Baba yetu ambayo mitume walimuomba Yesu awafundishe kusali. Kwenye nitaanza 6:9 ambayo inasema kwamba basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameanza kwamba Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile sala ambayo Yesu mwenyewe aliwafundisha mitume wake au aliwafundisha wanafunzi wake, alianza na sifa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kila jambo tunalokuwa tunafanya, tunapokuwa tunaingia kwenye maombi, tunapokuwa tunatembea, tunapokuwa tunafanya nini, kipaumbele chetu kikubwa ni sifa kwa Mungu, ili tuweze kukaribisha uwepo wa Mungu katikati yetu, ili tuweze kukaribisha nguvu za Mungu katikati yetu. Yesu mwenyewe akaanza, Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, alafu ndipo ufalme wako uje. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba tunapomtukuza Mungu, ufalme wake unashuka. Haleluya. Lakini pia mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Kumbuka kwamba mwanzo nimekwambia kwamba wako malaika wanaosifu sana. Nadhani Jumapili ndio siku ambayo ibilisi huwa anakuwa anatikiswa sana huko kuzimu, kwa sababu wapo watakatifu wa Mungu ambao wanasifu kwa namna isiyokuwa ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tulioko mahali hapa ni wamoja wa watakatifu ambao tunasifu isipokuwa kawaida. Na huwa tunatetemesha zile ngome za ibilisi, huwa tunaziangusha, tunasababisha maharibifu sana makubwa. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana unapokuwa unaanza wiki nyingine, kuna watu ambao wanaanza kwa namna tofauti sana. Wengine wanaanza kwa vita kubwa, wengine wanaanza kwa namna gani? Ni kwa sababu tu walifanya kitu fulani, walichakaza sana ufalme wa giza. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mbinguni wanapokuwa wanasifu, tunatamani na sisi pia tujiambatanishe nao. Bwana Yesu asifiwe. Tunatamani na sisi pia tuweze kujiambatanisha nao jinsi ambavyo wanavyosifu, jinsi ambavyo
wanavyoweza kumwabudu Mungu, jinsi ambavyo wanaweza kumfanyia Mungu wetu ibada. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana nasema kwa mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama jinsi ambavyo ilivyokuwa mbinguni. Sifa zetu hapa duniani kama jinsi ambavyo zilivyokuwa mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Naona bado tumepoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Sifa zetu hapa duniani ziwe kama jinsi ilivyokuwa mbinguni. Hivi mbinguni wanasifu namna gani? Haleluya. Mbinguni wanaabudu namna gani? Haleluya. Mimi natamani niweze kujua mbinguni wanaabudu namna gani. Hata kwenye maombi yangu naambia Roho Mtakatifu, hebu tufundishe tuweze kusifu katika vile viwango vya kimbingu. Sio kusifu kama vile viwango vya Marekani wanavyofanya. Marekani wao walishafika kwenye level yao. Yawezekana nao ndio level yao ya kimbingu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunatamani Betheli siku ya leo tutoke hapa na ufahamu au na uelewa kwamba mbinguni wanatamani tukasifu kwa namna gani. Kwa kiwango chetu ambacho tuko nacho, tunapoenda kusifu tunasifu kwa namna gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbarikiwe praise team, leo umefanya jambo zuri sana. Haleluya. Tunaendelea tena. Kusifu ni sasa. Hebu mwambie jirani yako kwamba kusifu ni sasa. Mwambie tena kusifu ni sasa. Kusifu sio baadaye, kusifu ni sasa. Alafu nikwambie kwamba kusifu sio tu tukio. Sio kwa sababu tumetangaza leo kuna siku ya kusifu na kuabudu basi nasema aisee leo tumekuwa na ibada tofauti sana. Yaani leo kwa kweli tumemwona Mungu kuliko siku zote. Leo amekuja Tegeta, leo tumesifu sana. Kusifu sio tukio. Bwana Yesu asifiwe. Kusifu sio tukio ambalo unaweza ukasema kwamba basi hili tunalifanya alafu yawezekana Mungu atakuja kuchagua alafu aje akaanza sasa kugusa maisha ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Kusifu ni sasa. Kama kusifu ni sasa manake Mungu anashuka sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kama kusifu ni sasa manake Mungu anashuka sasa. Hapa nilikuwa nimeandika kwamba kitendo cha kusifu au kitendo cha ibada kinakuwa ni kitendo ambacho kipo mubashara. Bwana Yesu asifiwe. Tunajua maana ya mubashara kitu ambacho kipo live. Ni kama sasa hivi tukasema tunafanya ibada alafu walioko sehemu fulani wanatuona tukiwa tunafanya ibada sasa hivi. Hiyo ndio maana ya mubashara, wale ambao hatujui. Lakini pia mtu anaweza kukwambia kipindi kiko live. Yaani wanapotangaza kama zile breaking news. Zile habari mpasuko. Bwana Yesu asifiwe. Kiswahili hiki kina mambo yake. Zile habari mpasuko. Unasikia ajali imetokea huko kama ile kulipuka kwa mafuta, wakaanza kutuma na picha kabisa ambazo zilikuwa zinaonekana jinsi ilivyokuwa wakati ule. Ndivyo ambapo ilivyokuwa kusifu. Kusifu ni sasa, na kama kusifu ni sasa maana yake tupo live, tuko mubashara na mbinguni. Haleluya. Duniani kama mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuko pamoja. Duniani kama mbinguni. Ibada yetu, kusifu kwetu duniani kama mbinguni. Kusifu ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako tuko mubashara na mbinguni. Na malaika huko hawajakaa bado. Bwana Yesu asifiwe. Sijui kama nao watakuwa wanasikiliza neno lakini tuko mubashara na mbinguni. Kwa nini tunasema kwamba kusifu ni sasa? Hebu tufungue kwenye Wakorintho wa pili sura ya 6. Wakorintho wa pili sura ya 6. Wakorintho wa pili sura ya 6 mstari wa 2. Japo hapa alikuwa anaongelea kwa habari ya wokovu, sisi tayari tumeshaokoka sasa. Nitasoma. Kwa maana asema wakati uliokubalika nalikusikia. Siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama siku ya wokovu ndio sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Siku ya wokovu haisubiri kwamba ninasubiria mpaka nikishamaliza kula ujana wangu alafu ndipo itakapofanyika. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anakuambia kwamba ni sasa. Kama wokovu ni sasa, kwa nini nisimfanyie Mungu ibada sasa hivi? Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini nisimfanyie Mungu wangu ibada sasa hivi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia najaribu kuonyesha pia kwamba kwa nini tunapaswa kumsifu Mungu kila wakati? Kwa nini tunapaswa kumwabudu Mungu kila wakati? Kwamba tumeumbwa ili tuweze kumfanyia Mungu wetu ibada. Haleluya. Tumeumbwa ili tuweze kumfanyia Mungu wetu ibada. Na ndio maana Mungu katika kuumba vyote akaona kwamba ng'ombe hawezi kabisa kumwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Akaona kuku hawataweza kumwabudu. Akaona bado miti ndio inapepea, inapanda, inashuka, miti inafanyaje, lakini bado
sauti zao yani bado hazijafanyaje, hazijamgusa Mungu vile ambavyo inavyopaswa. Lakini alipomuumba mwanadamu akaona ni vyema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia hapo mwanzoni wakati akiwa ameumba hivyo vingine vyote, Mungu hakuwa na muda hata kusemezana navyo. Bwana Yesu asifiwe. Si watu tunasikia kwamba hata unaweza ukawaambia mlima huu ng'oka na ukang'oka. Maana yake mlima una masikio, unaweza kusikia. Lakini zaidi sana mlima unaweza ukamsikia, unaweza ukamtii yule ambaye ameuumba, ameufanya uweze kuwepo mahali hapo. Lakini Mungu akaona bado huyu siwezi kuongea naye, huyu siwezi kufanya naye jambo lolote. Hichi siwezi kufanya nacho jambo lolote. Lakini alipomuumba mwanadamu akaanza mpaka kufanya tabia ya kwanza kumtembelea. Ninamtembelea, umeamkaje Adamu? Leo unajisikiaje? Bwana, leo nimeamka vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anajaribu kuelezea kwamba leo nimeamka vizuri sana. Leo ni tofauti na jana. Bwana Yesu asifiwe. Na leo hapo kabla Hawa sasa hajaumbwa, kabla Hawa pale hajaumbwa, Bwana Yesu asifiwe. Hawa Adam yuko wapi? Kabla Hawa hajaumbwa. Sasa kuna maisha ambayo alikuwa anaendelea hapo katikati, ambayo yalikuwa ni maisha ya ibada halisi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tunaona baada ya Adam kuumbwa aliwekwa Eden. Kwa nini asingewekwa sehemu nyingine? Akaamua kuwekwa Eden, ambako palikuwa pamejawa na utukufu wa Mungu, palipokuwa pamejawa na nguvu za Mungu, palipokuwa pamejawa na uwepo wa Mungu, sehemu ambayo Mungu alikuwa anashuka tu muda fulani anaanza kupiga story na Adam. Sasa unajua kule mbinguni kumekuwa hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Sijui story zao zilikuwa zinahusu nini, lakini najua tu zilikuwa ni za utukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Vile ambavyo Mungu alikuwa hamuonei haya Adam, wala Adam alikuwa hamuonei haya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Akijua huyu ndiye baba yangu, akijua huyu ndiye mwanzo na mwisho. Haleluya. Na alikuwa akifanya yale yote ambayo Mungu alikuwa akitaka amfanye, ayafanye. Bwana Yesu asifiwe. Kama kuwapa majina, kufanya nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaweza tukaona kwamba Eden ilikuwa ni madhabahu. Ilikuwa ni madhabahu ambapo Mungu alikuwa anashuka. Adam alikuwa na madhabahu pale Eden tayari. Bwana Yesu asifiwe. Hata alipokuja Hawa akaikuta tayari madhabahu iko mahali pale. Na bado Mungu alikuwa akisema nao. Bado Mungu alikuwa akiteta nao. Haleluya. Kwa nini nasema kwamba Eden ilikuwa ni madhabahu halisi ya Mungu kuweza kushuka na kuweza kutembea? Ni sehemu ambayo Mungu aliweza kwenda kusema nao, lakini pia ni sehemu ambayo tunaweza tukaona kwamba Adam aliambiwa aitunze ile bustani. Aliambiwa ailime ile bustani, ambayo ilikuwa sio tu bustani, ilikuwa ni sehemu pekee ambayo angeweza kuongea na nani? Kuongea na Mungu. Tunaweza tukaona kwamba baada ya kutoka kwenye bustani ya Eden, sijaona sehemu ambayo Mungu aliweza kuja kuongea na Adam kama vile ambavyo alikuwa na, sababu madhabahu haikuwepo tena, ilikuwa imebaki Eden, na kwa sababu pia ya ile dhambi ambayo ilikuwa imekwisha kumtenganisha mwanadamu pamoja na Mungu. Lakini asubuhi ya leo natamani tutoke na ufahamu kwamba ili kumfanyia Mungu ibada, ili kumsifu Mungu, ili kuweza kuwa katika sifa ambayo iko mubashara pamoja na mbinguni, lazima tuwe na madhabahu zetu binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Hebu mwambie mwenzako kwamba lazima tuwe na madhabahu binafsi. Lakini lazima pia tuwe na sehemu yetu ya kuabudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma katika Yohana 4 ambayo tutakuja kuisoma baadaye kidogo. Yohana 4, yule mwanamke Msamaria akawa anamwambia Yesu kwamba babu zetu na bibi zetu walikuwa wakiabudu katika mlima huu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana watu walikuwa wanafunga safari, wanatoka Bagamoyo, wanatoka wapi, wanakuja kuabudu Betheli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu ndio utaratibu ambao ulikuwa umewekwa kwamba lazima waje wakaabudu wapi? Lazima waje wakaabudu mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona kwamba Yesu anakuja na mjibu tofauti. Haleluya. Lakini akiwa amelenga kwamba lazima kuwepo na madhabahu ya tofauti. Yesu amekuja kuleta madhabahu ambayo unaweza ukatembea nayo. Bwana Yesu asifiwe. Madhabahu ambayo unaweza ukaiweka wewe mwenyewe ndani ya moyo wako, ambao unaitengeneza ili Mungu aweze kukuhudumia, ili Mungu aweze kusema na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Tukiangalia zamani tulikuwa tuna makuhani ambao walikuwa wanaweza kutangulia mbele yetu na kuweza kusababisha vitu vingine, na kuweza kusababisha ile ibada ikaweza kwenda kutokea. Lakini baada ya kuja Yesu, baada ya Yesu kufa na kufufuka, tumefanyika sisi ndio makuhani. Bwana Yesu asifiwe. Tukisoma pia bado katika Korintho tunaambiwa kwamba sisi ndio hekalu. Haleluya.
Kwamba mimi ndiyo hekalu. Hebu jiambie kwamba mimi ndiyo hekalu. Mimi ndiyo hekalu. Mimi ndiyo hekalu, maana yake kwamba Roho Mtakatifu anaweza kukaa ndani yangu, lakini pia hekalu la Roho Mtakatifu lazima liwe na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Kama hekalu lako halina madhabahu, basi ukitoka hapa naomba uwe umeshatengeneza madhabahu tayari. Mungu anahitaji sana apate ibada yako. Mungu anahitaji sana apate sifa kutoka kwako ili akapate kushuka na kukuhudumia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia Mungu hashuki tu sehemu yoyote. Kama vile ambavyo ndege haiwezi kashuka tu sehemu yoyote, ndivyo ambavyo Mungu hawezi akashuka tu sehemu yoyote. Lazima ndege ishuke sehemu ambapo kuna eneo la kutosha. Bwana Yesu asifiwe. Kuna eneo la kutosha kabisa, yani ambao limeandaliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Limejengewa, limetengwa tu lenyewe tu kwa ajili ya ndege kuweza kutua pamoja na kuweza kupaa. Ndivyo ambavyo na mioyo yetu lazima iweze kutengenezwa asubuhi ya leo, iweze kufanyika madhabahu nzuri ya kuweza kumwabudia Mungu. Lakini pia iwe ni madhabahu ambayo unaweza kutembea nayo. Niwapo nyumbani, bado madhabahu yangu inanena. Bado madhabahu yangu iko mubashara na mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Mimi kama mama wa nyumbani bado niko mubashara na mbinguni. Mimi kama baba niko nabeba zege, lakini bado niko mubashara na mbinguni. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumezungukwa na ulimwengu ambao umejawa na dhambi nyingi sana. Umejawa na mambo ambayo hayampendezi Mungu mengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Na kila napoitwa leo, hata kama ukisema kwamba ninatamani nijitenge, sijui utakula nini. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata vitu vingine unaambiwa hivi vimetengenezwa kuzimu, wengine tunavaa nini hizi unaambiwa kabisa ukivaa kama Yezebeli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hapana. Bado tumepewa mamlaka kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumepewa uwezo wa kuweza kushinda. Bwana Yesu asifiwe. Neema ya Mungu iokoayo wanadamu imefunuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Nayo inatufundisha kukataa nini? Ubaya wote. Bwana Yesu asifiwe. Inatufundisha kukataa kila aina ya tamaa. Kwa hiyo tunapokuwa ndani ya Yesu, tuko ndani ya Yesu, tunakuwa tumebadilishwa, tunapewa mwili mpya. Tunapewa mwili mpya, tunapewa hekalu jingine. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tutengeneze madhabahu ambayo Mungu anaweza kutuhudumia wakati wote. Haleluya. Tengeneze madhabahu ambayo Mungu anaweza kutuhudumia wakati wote. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nitaenda kuongelea pia kitu kingine kwenye hii madhabahu ambayo tunaoifanya. Maana yake kwamba wewe ukiwa sehemu yoyote unaweza kumwabudu Mungu, lakini pia ukiwa sehemu yoyote unaweza kumwabudu Mungu wewe mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunapata ujasiri wa kumwabudu Mungu sehemu yoyote ile ambayo tupo. Sehemu yoyote ile kwa maana gani? Inawezekana ni nyumbani. Kipindi kile nyuma wakati unakuta labda ndio kwanza umeokoka, bado haujajua neno la Mungu vizuri. Ukipitiwa tu na mchawi usiku unampiga mchungaji. Mchungaji ndio amepita hapa sasa hivi. Hebu tuwekee mikono. Aya, weka mikono kwenye kifua chako, anakuombea kwenye simu. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana hata ukamtoa mchungaji huko aliko mpaka akaja hapo umempa pressure tu ya bure, lakini kumbe wewe mwenyewe ulikuwa una uwezo hata kukemea. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tubadilike, tujue kabisa kwamba tuna uwezo binafsi. Bwana Yesu asifiwe, wa kuweza kuomba, lakini yale ambayo ni magumu, yale mengine ambayo yana ulazima kumshirikisha, tunapaswa tuweze kumshirikisha na anakuwa na nafasi yake kama baba kuweza kusimama. Haleluya. Lakini pia tunaona kwamba madhabahu ambayo tuko nayo inatuisha sisi hapo kuweza kufanya ibada yako wewe mwenyewe binafsi. Bwana Yesu asifiwe. Na jinsi ambavyo unapokuwa unajiambatanisha na madhabahu ile, jinsi ambavyo unapokuwa unashinda sana kwenye madhabahu ile, ndivyo ambavyo Mungu pia unaweza kumjua zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtunga Zaburi akasema kwamba neno moja limenitaka kwako na ndilo nitakalolifuata. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tufungue Zaburi ya 20. Zaburi ya 20 inasemaje? Zaburi ya 27
mstari wa 4. Inasema kwamba neno moja nimelitaka kwa Bwana, nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Neno moja nimelitaka kwa Bwana, ni Zaburi 27 mstari wa 4. Nalo ndilo nitakalo litafuta, nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu, niutazame uzuri wa Bwana na kutafakari hekaluni mwake. Haya yalikuwa ni maneno ya Daudi. Lakini pia tukumbuke Daudi alikuwa ni mfalme. Na huwa tunafahamu taratibu za kifalme ambavyo zinavyokuwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwamba mara nyingi huwa anakuwa yuko wapi? Anakuwa amekaa mbele kwenye kiti chake cha ufalme. Anakuwa anatoa maamuzi fulani kama vile ambavyo rais yupo. Utasikia leo ameenda Chato. Utasikia leo ameenda Dodoma. Utasikia leo yuko Sumbawanga. Utasikia leo yuko wapi? Ni majukumu tu fulani ambayo anakuwa anafanya. Sasa unaweza ukajiuliza hivi, na maana hapa Daudi alikuwa anamaanisha nini? Anawezaje kukaa siku zote nyumbani mwa Bwana? Bwana Yesu asifiwe. Anawezaje kukaa muda wote huo nyumbani mwa Bwana? Sasa majukumu mengine atafanya saa ngapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Unakuja kukumbuka kwamba Daudi yeye alikuwa tayari ameshatengeneza